Shalom, mwana na urithi wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Karibu katika kipindi cha yaliyojiri ndani ya wiki katika luninga ya Sonship Spirit, jicho la Mungu duniani pote. Yaliyojiri ndani ya wiki iliyopita tulipata kuletea mwana wa Mungu mfululizo wa makala ya historia ya kanisa. Na hapa tutaweza kuangazia mkoani Mbeya, mfululizo wa makala ya historia ya kanisa mkoani Mbeya. Na huko tukaona mababa wa imani namna walivyoipokea Injili. Tukagusia kidogo sana, lakini zaidi sana tukashuhudia roho yule wa neema, sifa na kuabudu, namna ambavyo amemiminika kwa wingi mkoani Mbeya. Wana Wasafu wanautangaza vema mkoa wa Mbeya. Kwa wiki hii sasa, Roho Mtakatifu amekuandalia kitu gani? Kaa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho uweze kupata kujifunza. Jina langu ni Mary. Usisahau kwamba kipindi hiki hukujia kila siku ya Jumanne kuanzia saa 12 hadi 12:30 alfajiri. Karibu. Kama vile ambavyo Biblia haiwezi kukamilika pasipo na Agano Jipya na Agano la Kale, ndivyo ambavyo Roho wa neema, uamsho na nguvu kwa makanisa ya Kipentekoste hatuwezi kuyatenganisha na Roho wa neema, uamsho na nguvu uliotokea huko nchini Marekani, Los Angeles, mwaka 1906 katika mtaa wa Azusa. Mtaa ambao kwa asili una maana ya ushindi. Hakika, Azusa wewe umshindi. Roho wa neema, uamsho na nguvu amezidi kukufanya kuwa mshindi nyakati zote, maana vizazi vyote na urithi wote na wana wote na wafalme wote ndani ya ufalme wa Mungu unakujua kama ndio chimbuko la uamsho mamboleo wa Kipentekoste. Sikukuu ambayo kwa Wayahudi na mwili wa Kristo duniani kote ina maana kubwa. Siku ambayo taifa la Mungu, mwili wa Kristo, ulizaliwa rasmi hapa duniani. Sikukuu ambayo mwili wa Kristo ulipokea zawadi ya urithi ya Injili ya ufalme wa Mungu yenye roho, nguvu, mamlaka na uwezo wa kuishi na kutembea katika roho wa neema, uzima, uzao na maongezeko. Sikukuu ambayo duniani kote ilipokea utimilifu wa amri kuu kuliko zote za Bwana Yesu alizowaagiza mitume wake na wana na urithi wake ndani ya ufalme wa kuenenda duniani kote kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu, ili kuzaa wana, makuhani wa kifalme na urithi wa Mungu unaoishi na kutembea na kutawala duniani pamoja na Kristo. Siku ambayo kila mila na desturi au ufahamu wa dini zilizokuwepo utatemeshwa na kuangushwa. Sikukuu ambayo Nabii Yoeli kupitia Roho wa neema, ufunuo na unabii wa Yesu Kristo wenye kufahamu majira na nyakati alizungumzia kuwa hata itakuwa siku za mwisho Mungu atamwaga Roho wake juu ya watu wote wenye mwili. Hata baada ya hayo, vijana wataota ndoto, wazee watatabiri, dini na mipangilio yake yote kuangushwa na ufalme wa Mungu, yaani taifa lake kuanza kuwepo duniani. Hivyo, tunaposherehekea kumbukumbu ya sikukuu ya Pentekoste, tunasherehekea baraka ya Roho wa Mungu juu ya nchi, ambaye katika yeye taifa la Mungu, taifa la wana, taifa la makuhani wa kifalme na wafalme wa kikuhani, warithi wenza wa baraka za Mungu pamoja na watakatifu wote duniani, lilianza rasmi. Ndivyo ilivyo kwa wanaakiolojia wanavyosema na kuandika kuwa uamsho wa mtaa wa Azusa ulianza kama mkusanyiko wa roho wa neema na maombi nyumbani William J. Seymour huko Los Angeles, Marekani, baada ya ndugu William J. Seymour kukataliwa na dini yake alikokuwa akiabudu. Kama ilivyo ada, urithi wa Injili ya ufalme wa Mungu yenye roho, nguvu, uweza ina matokeo makubwa. Ndivyo ambavyo kupitia Roho wa neema, uzima, uzao na maongezeko alivyoongeza kusanyiko ambalo mtumishi wa Mungu William J. Seymour aliloliongoza nyumbani kwake, hata kwa sababu ya maongezeko ya Roho wa neema, uzima,
uzao na maongezeko, wakaamua kuhamia jengo la misheni la mtaa wa Azusa mnamo mwezi wa pili siku ya 9 mwaka 1906. Uamsho huu wa roho wa neema wa kimamboleo wa Kipentekoste uliimarishwa kupitia roho wa neema, sifa na kuabudu, na ishara ambazo Bwana Yesu alinena katika Marko 16 hadi 17 alizoziachilia juu ya mwili wa Kristo: ishara za kunena kwa lugha, ishara za uponyaji wa kiungu, ishara za kuwekea wagonjwa mikono nao kupata afya, ishara za kuondoka mapepo kwa jina la Yesu, ishara za kula vitu vya kufisha na kutodhurika, ishara za makusanyiko ya mwingiliano wa rangi za kabila tofauti, mataifa tofauti, familia tofauti za kibinadamu, na kuunda familia ya Mungu, kabila la Mungu na taifa la Mungu. Makala hii imeandikwa kwa kalamu ya mchungaji Erney Mbala kwa huduma ya wana, huduma ya kimataifa Pete ya Muhuri, Hagai 2:23. Msimulizi wako ni mimi Mary Kopwe katika kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki. Naam. Na huo ndio mwisho wa kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki, makala ya historia ya kanisa. Na tumeona namna ambavyo sikukuu hii ya Pentekoste sio kitu cha kawaida, bali kwa siku hiyo maalum tulipokea roho huyu wa nguvu wa Injili ya Yesu Kristo na ufalme wa Mungu kuendelea kuhubiriwa duniani kote. Lakini pia mtaa wa Azusa unaendelea kutufundisha namna ambavyo Mungu hazuiliwi na kitu chochote kile katika kuweza kufikisha ujumbe wake kwa wanawake na wale waliowachagua. Na huu ndio mwisho wa kipindi hiki cha yaliyojiri ndani ya wiki mwana wa Mungu. Lakini naomba nikukumbushe, hapa ninavyo vitabu, na vitabu hivi vinapatikana katika bookstore mbalimbali hapa nchini Tanzania. Nacho kitabu cha Habari Njema ni kufikia kutia mtumishi wa Mungu mwinjilisti Daktari George Macha, kitabu kizuri sana. Lakini pia nacho kitabu cha Ofisi na Karama ya Unabii katikati ya mwili wa Kristo juu ya nchi. Unaweza kujipatia nakala ya vitabu hivi, lakini pia na kitabu cha Maombi ndani ya ufalme wa Mungu, Kao la Raha. Mwana wa Mungu, usiache kujipatia maarifa, kwani ni muhimu sana kwako. Taarifa zaidi wapi utapata kitabu hiki utazipata kupitia video hii na kupitia matangazo haya ambayo yanaendelea kurushwa katika kipindi hiki. Tukutane tena wiki ijayo. Ulikuwa nami Mary Kopwe kama mtangazaji wako. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe kipindi hiki. Lakini zaidi sana tuandikie maoni, maana tungependa kusikia kuna kitu gani ambacho umejifunza zaidi, lakini tunapenda kukua pamoja na wewe. Tuandikie maoni na sisi tutasoma katika kipindi kijacho. Kwaheri, nakutakia wiki njema yenye furaha, amani na kicheko. Bye bye.